Karibu kwenye E7 Sports, nyumbani kwako kwa uchambuzi makini wa michezo. Leo tunakuletea mapambano makali kati ya Mbeya City dhidi ya Young Africans, mchezo ambao unahusisha historia, ubabe wa ligi na ndoto za pointi muhimu. Je, Yanga wataendeleza moto wao wa ushindi au Mbeya City wataandika historia nyingine nyumbani? Hebu tuingie kwa undani zaidi. Kwanza, tuangalie takwimu. Katika michezo 18 iliyopita kati ya timu hizi mbili, Mbeya City wamefanikiwa kuibuka na ushindi mara moja tu, huku Yanga wakipata ushindi mara 9 na michezo mingine ikimalizika kwa sare. Kwenye upande wa mabao, Mbeya City wamefunga jumla mabao 12 pekee, wakati Yanga wakitikisa nyavu mara 32. Kwa msimu huu, Mbeya City wanajikuta katika nafasi za chini ya msimamo wa ligi wakiwa na changamoto kubwa ya kuokoa heshima yao, huku Yanga wakisalia kwenye nafasi ya 6 bado wakipigania kurejea kileleni. Sasa, hebu tuchambue nguvu na udhaifu. Mbeya City wakiwa nyumbani mara nyingi huwa wagumu kufungika, lakini changamoto yao kubwa inabaki kwenye safu ya ushambuliaji. Wanakosa ubunifu na mara nyingi wanaharibu nafasi muhimu. Hata hivyo, wanaweza kutumia faida ya kona na mashambulizi ya kushtukiza. Kwa upande wa Yanga, hii ni timu yenye msisimko mkubwa. Wana mashambulizi ya kuvunja ulinzi. Wana wastani wa mabao 2.4 kwa mchezo na wana safu ya ulinzi thabiti mno, wakiruhusu wastani wa mabao 0.2 pekee. Lakini mara nyingine, wanapocheza dhidi ya timu dhaifu, hucheza kwa kupunguza kasi, jambo ambalo linaweza kwa gharamu. Kwa Yanga, macho yote yatakuwa kwa Pacome Zouzoua, mshambuliaji mwenye kasi na uwezo wa kubadili mchezo kwa sekunde chache tu. Na kwenye lango, Djigui Diarra atasalia ngome ya mwisho, golikipa anayejulikana kwa kuokoa hatari kubwa. Kwa Mbeya City, nguvu zao zipo zaidi kwenye nidhamu ya kiulinzi. Wachezaji wao wanajitolea mno kuzuia mabao na wanaweza kutumia set pieces, hasa kona, kumjaribu Diarra. Kwa mtazamo wa mwelekeo wa mchezo, Yanga watatawala kwa 70% ya umiliki wa mpira. Tunatarajia Mbeya City kujipanga nyuma wakisubiri nafasi za kushambulia kwa kushtukiza. Lakini nguvu na uzoefu wa kikosi cha Yanga vinaipa timu hiyo nafasi kubwa ya kushinda. Kwa wastani, Yanga wanabaki na 70% kushinda mchezo huu, sare ikibaki na 20%, huku Mbeya City wakiwa na nafasi finyo ya 10% pekee. Kwa takwimu na hali ya vikosi, ubora wa Yanga unaonekana wazi. Matokeo yanayotarajiwa: Mbeya City 0, Yanga SC. Ulinzi wa Yanga ni mgumu kupenya na safu ya ushambuliaji inatosha kuamua mchezo huu. Huo ndio uchambuzi wetu kamili wa mchezo huu kati ya Mbeya City na Yanga SC. Lakini sasa, tunataka kusikia kutoka kwako. Unadhani matokeo yatakuwaje? Tuandikie maoni yako hapo chini na usisahau kusubscribe E7 Sports kwa uchambuzi zaidi wa michezo ya ligi kuu Tanzania na kimataifa. Tukutane tena kwenye video inayofuata.